Popote ulipo ulimwenguni, karibu tena katika jukwaa la michezo. Kwa pamoja tuangazie yale yote yanayojiri viwanjani. Kama hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usahau kusubscribe, kulike na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata video zetu. Na kama ilivyo ada kwetu sisi, tunamulika soka, tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika na yale yote yanayoendelea katika ulimwengu wa mpira wa miguu, ikiwemo ligi zote zinazowasha moto kweli kweli. Pasi na shaka nazungumzia NBC Premier League na maeneo mengine yote ndani na nje ya bara la Afrika, kama vile Egypt Premier League, Betway Premiership, La Liga Santander, Serie A, English Premier League na maeneo mengine duniani kote. Lakini pia tunakwenda kukuletea update zote za michuano mikubwa barani Afrika. Nazungumzia CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup, lakini pia utakwenda kupata taarifa zote kuhusiana na mashindano ya kimataifa, tukizungumzia mashindano ya CHAN yanayohusisha wachezaji wanaocheza ligi za ndani za bara Afrika, pamoja na AFCON iliyotamatika mnamo tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka huu. Taarifa zote hizo utakwenda kuzipata hapa na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo utakaokutanisha Young Africans kutokea nchini Tanzania dhidi ya Al Ahly kutokea nchini Misri inayofahamika kama gwiji wa soka barani Afrika. Mchezo huu unatarajiwa kutimua vumbi mapema mnamo tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka 2026 majira ya saa 1 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki katika uwanja wa Bogel Arab Stadium. Hivyo basi kuelekea mchezo huu, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves ametangaza kikosi chake, kikosi ambacho kitakwenda kuwakabili Al Ahly na kujihakikishia ushindi katika mzunguko huo ili kujiweka katika nafasi nzuri kwenye msimamo katika kundi hilo, huku ukiwa ni mchezo wa 3 kwa timu zote mbili kwa ujumla zikiwa na jumla alama 4 kwa kila mmoja. Na moja kwa moja tuanze kuangazia upande wa mlingoti mitatu. Kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kusimama na mlinda mlango wake Djigui Diarra na kumpumzisha golikipa Twalib Msheli baada ya kurejea kutoka katika mechi za kimataifa katika mashindano ya AFCON yaliyokuwa yakiendelea huko nchini Morocco, baada ya taifa lake la Mali kutolewa katika hatua ya robo finali baada ya kufungwa goli 1-0, huku Djigui Diarra akiwa kama golikipa namba 1 wa taifa hilo la Mali. Kocha Pedro Goncalves ameendelea kumwamini golikipa wake Djigui Diarra kutokana na uwezo mkubwa wa kufanya saves hatari, kuanzisha mashambulizi, kudhibiti mipira ya juu, maamuzi ya haraka na utulivu. Hiyo yote ni kutokana na ubora mkubwa, lakini pia wepesi alionao golikipa huyo na uwezo mkubwa wa kutumia miguu na mikono pindi awapo langoni. Lakini pia mlinda mlango huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi, lakini pia ni golikipa mwenye mwendelezo mzuri kwenye kikosi cha Young Africans katika mashindano ya ndani pamoja na mashindano ya nje kwa ujumla. Djigui Diarra amekuwa moja ya chachu kubwa katika kikosi hiki cha Yanga baada ya kufanikiwa kuwa na mwendelezo bora kabisa katika mashindano yote ya ndani na nje, kama vile Ligi Kuu Tanzania Bara pamoja na mashindano yote makubwa kwa ujumla. Lakini pia tukienda kuangazia upande wa beki namba 2, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na beki wake wa kulia Kibwana Shomari, huku mbadala wake ukiwa ni Kwasi Atula. Ikumbukwe kwamba Kibwana Shomari anasifika kwa kasi, uwezo mkubwa wa kukaba na kuingilia pasi upande wa kulia, kuzuia mipira ya cross kuingia ndani ya eneo la hatari. Lakini pia kocha mkuu Pedro Goncalves amechagua kumwamini Kibwana Shomari kutokana na umaridadi wa kumzuia winga wa kushoto wa timu pinzani ili asipige cross au kupenya. Lakini pia anasifika kwa ukaba na kuingilia pasi za upande wa kulia, kuzuia mipira ya cross kuingia ndani ya eneo la hatari, kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na mabeki wakati na beki wa kushoto. Lakini pia beki huyo anasifika kwa kufunika nafasi pale beki wakati anapotoka kwenye nafasi yake, lakini pia anasifika kwa kuunga mkono mashambulizi kwa kukimbia pembeni, kupiga cross, kuendelea kwa washambuliaji kutoa upana wa uwanja upande wa kulia, lakini pia kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutoka nyuma, lakini pia kutengeneza nafasi au kupiga mashuti
pindi inapowezekana. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kuanza na Shadrack Isaac Boka raia wa Kongo na kumpumzisha Zimbwe Junior baada ya kurudi kutoka katika mashindano ya michuano ya AFCON iliyotamatika mnamo tarehe 18 Januari huko nchini Morocco. Kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves ameendelea kumwamini Shadrack Isaac Boka kutokana na uzoefu wake wa kucheza muda mrefu klabuni hapo, lakini pia ubora mkubwa alionao beki huyo wa kuweza kushambulia kwa kasi na kuzuia mashambulizi pindi timu yake inaposhambuliwa. Lakini pia beki huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kumzuia winga wa kulia wa mpinzani ili asipige cross au kupenya, lakini pia anasifika kwa ukaba na kuingilia pasi za upande wa kushoto, kuzuia mipira ya cross kuingia kwenye eneo la hatari. Lakini pia beki huyu anasifika kwa kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na mabeki wa kati na beki wa kulia, lakini pia kufunika nafasi pale beki wa kati anapotoka. Lakini pia beki huyu anasifika kwa kuunga mkono mashambulizi kwa kukimbia pembeni, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji, kutoa pasi na upana wa uwanja upande wa kushoto, kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutokea nyuma. Lakini pia anasifika kwa kutengeneza nafasi ya kupiga mashuti pindi apatapo nafasi. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kuanza na beki wake Ibrahim Baka, huku mbadala wake ukiwa ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Ikumbuke kwamba Ibrahim Baka ana uwezo mkubwa wa kucheza kama beki wa kati kutokana na uwezo wake wa kuongoza safu ya ulinzi, kumkaba na kumzuia mshambuliaji mkuu wa timu pinzani, kuzuia mipira ya juu kwa kupiga vichwa, kukata pasi na kuzuia mashuti, lakini pia kusoma mchezo na kutabiri harakati ya mifumo ya pinzani. Lakini pia anasifika kwa kulinda safu ya ulinzi ya kati, kukaba washambuliaji, kushinda mipira ya juu, kupanga na kuongoza vyema mabeki wenzake na kuanzisha mashambulizi kwa pasi sahihi kutokea nyuma. Lakini pia husaidia kwa mipira ya adhabu na kona. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kuanza na beki wake bora kabisa Dickson Job. Ikumbuke kwamba Dickson Job ni beki raia wa Tanzania mwenye ufanisi wa hali ya juu na anasifika kwa uwezo mkubwa wa kuongoza vyema safu ya ulinzi na kupanga mabeki wenzake, kukaba mshambuliaji mkuu wa mpinzani, kuzuia mipira ya juu kwa kupiga vichwa, kukata pasi na kuzuia mashuti karibu na lango, lakini pia kufunika nafasi mabeki wengine wanapotoka na kusoma mchezo na kutabiri harakati za mpinzani. Lakini pia beki huyo anasifika kwa kuanzisha mashambulizi kwa kupiga pasi sahihi kutokea nyuma, kusaidia kwenye mipira ya adhabu na kona kwa kupanda mbele, kupiga vichwa pamoja na kudumisha umiliki wa mpira kwa pasi fupi fupi. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa viungo wa kati, yani kiungo nambari 6, kiungo nambari 8 na kiungo nambari 10. Na moja kwa moja tukianza kuangazia upande wa kiungo nambari 6, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na kiungo wake Duke Abuya na kumpumzisha Musa Barakonte. Ikumbuke kwamba Duke Abuya amekuwa na mfululizo wa kiwango bora kwa takriban zaidi ya michezo 4 ya NMB Mapinduzi Cup na kusaidia timu yake kuchukua ubingwa huo wa NMB Mapinduzi Cup msimu huu wa 2025-2026. Hiyo yote ni kutokana na uzoefu na ubora wa kiungo huyo mwenye uwezo mkubwa wa kuisaidia timu kukaba na kuharibu mashambulizi ya mpinzani katikati ya uwanja, kukata pasi kabla hazijafika kwa washambuliaji wa mpinzani. Lakini pia kiungo huyo anasifika kwa kufunika mabeki pale wanapopanda kushambulia, kulinda safu ya ulinzi kwa kusimama mbele ya mabeki wakati. Lakini pia anasifika kwa kusaidia kupambana na mashambulizi ya kushtukiza, kuanza mashambulizi kwa kupiga pasi sahihi kutokea nyuma, kudhibiti umiliki wa mpira kwa pasi fupi na salama. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na kiungo wake Mudathir Yahya Abbas na kumpumzisha Salum Abubakar Shoboy. Ikumbuke kwamba Mudathir Yahya Abbas amekuwa na mfululizo wa ubora kwa muda mrefu kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuunganisha vyema safu ya ulinzi na safu ya ushambuliaji, kudhibiti tempo ya mchezo, kusambaza mipira kwenda pande zote za uwanja, kupiga pasi kwa usahihi na kuwa sehemu sahihi pale timu inaposhambulia, lakini pia inaposhambuliwa kwa kusaidia kukaba. Lakini pia kiungo huyo anasifika kwa kuunganisha ulinzi na mashambulizi, kukaba na kurejesha mipira inapotea, lakini pia kusambaza pasi
sahihi na kudhibiti kasi ya mchezo, kusaidia mashambulizi kwa kupandisha mashuti na kutoa pasi za mwisho. Lakini pia kiungo huyu anasifika kusaidia ulinzi inapohitajika, kusaidia kujilinda kwa uhusiano sahihi. Lakini pia ukiangalia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na kiungo wake bora kabisa Maxim Pia Nzengeli, huku mbadala wake akiwa ni Edmund Godfrey. Ikumbuke kwamba Maxim Pia Nzengeli amekuwa na kiwango bora tangu asajiliwe na klabu ya Yanga, lakini pia amechangia kwa asilimia kubwa kwa klabu hii kufika katika hatua ya finali na kufunga bao pekee dhidi ya Singida Black Stars, bao lilowavusha katika hatua ya nusu finali na ukata tiketi ya kucheza finali ya NMB Mapinduzi Cup. Ni kiungo mwenye mwendelezo mzuri wa ubora, lakini pia anasifika kwa kuwa na uwezo mkubwa wa kuifungua vyema safu ya ulinzi wa timu pinzani, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupiga mipira ya kufa, kuandaa mashambulizi na kutengeneza nafasi za kufunga, kutoa pasi za mwisho kwa washambuliaji, kudhibiti ubunifu na mwelekeo wa mchezo wa kushambulia, kupiga mashuti ya kufunga mabao, kupokea mipira katikati ya viungo na washambuliaji. Lakini pia anasifika kwa kuvuta mabeki wa timu pinzani na kufungua nafasi. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa washambuliaji, ni mshambuliaji nambari 7, mshambuliaji nambari 9 na mshambuliaji nambari 11. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na mshambuliaji wake Alan Okello ya Uganda, huku mbadala wake akiwa ni Celestine Yakwa. Alan Okello amekuwa bora zaidi na mchezaji mwenye uwezo mkubwa. Mshambuliaji huyo anasifika kwa kutoa upana wa uwanja upande wa kulia, kupita mabeki wa mpinzani kwa kasi na mbinu, lakini pia kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji, kutengeneza nafasi za kufunga kwa pasi za mwisho, kupiga mashuti hasa anapoingia ndani ya eneo la hatari. Lakini pia mshambuliaji huyo anasifika kwa kuingia katikati na kushambulia lango la wapinzani, lakini pia anasifika kwa kutengeneza nafasi za kufunga kwa pasi za mwisho, kupiga mashuti hasa anapoingia ndani ya eneo la hatari, kuingia katikati na kushambulia lango la wapinzani na kumsaidia beki wa kulia kwa kumfuatilia beki au winga wa mpinzani. Lakini pia anasifika kwa ukaba mapema ili kuzuia mashambulizi ya timu pinzani, kufuatilia mashambulizi ya kushtukiza ya wapinzani. Lakini pia tukienda kuangazia kwa upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na mshambuliaji wake Prince Dube Mpumelelo, huku mbadala wake akiwa ni Laurent Aurelio almaarufu kama Depu. Ikumbukwe kwamba Prince Dube ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kutumia nafasi, kwani mpaka sasa katika orodha ya washambuliaji bora wa ligi kuu NBC na ni mmoja wapo. Lakini pia mshambuliaji huyu anasifika kwa kutengeneza nafasi kwa kukimbia bila mipira na kuwavuta mabeki, lakini pia kupokea na kumiliki mpira ndani ya eneo la hatari, kupiga mashuti kwa miguu au kichwa, kumalizia mipira ya cross na pasi za mwisho, kucheza kama kiungo cha mshambuliaji kwa kuwaleta wachezaji wengine mbele. Lakini pia anasifika kwa kuanza kukaba kutokea mbele, kuwasumbua mabeki wa mpinzani ili wafanye makosa, lakini pia kukata pasi za mabeki wakati wa ujenzi wa mashambulizi ya mpinzani. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na mshambuliaji wake bora kabisa Pacome Zouzoua na kumpumzisha Ofen Chikola. Ikumbukwe kwamba Pacome Zouzoua amekuwa ni moja muhimili mkubwa katika klabu ya Young Africans, akiwa na jumla ya bao 1 mpaka hivi sasa katika mashindano yaliyotamatika NMB Mapinduzi Cup. Mshambuliaji huyu anasifika kwa uwezo mkubwa wa kutengeneza nafasi zinazoweza kuzaa mabao, kuifungua safu ya ulinzi ya timu pinzani, kupiga pasi za mwisho na hata kufunga pale nafasi inapopatikana. Lakini pia amekuwa ni mchezaji bora zaidi kwa uwezo wake mkubwa wa kasi, maamuzi sahihi, uwezo binafsi wa kupiga chenga na kuficha mpira. Lakini pia anasifika kwa kushambulia kupitia winga, kukimbia kwa kasi na kupenya ulinzi wa pinzani, kupiga cross kwa ajili ya washambuliaji, kufunga mabao kwa mashuti au kukata ndani. Lakini pia mshambuliaji huyu anasifika kwa kusaidia ulinzi kwa kukaba beki wa pembeni wa mpinzani. Na hiki ndicho kikosi cha Young Africans kilichotangazwa mapema hivi leo na kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves, kikosi kinachoenda kumenyana vikali dhidi ya Al Ahly majira saa 1 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki katika mchezo wa mkondo wa 3 wa CAF Champions League. Bila kusahau, chini ya video hii kumeandikwa neno subscribe, ugonga hapo ili wa kwanza kupata taarifa zote za kimichezo, lakini pia video zetu. Sisi tunamulika soka, sisi tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika.